Umeona, ambapo upanuzi mkubwa wa vyuo vya sayansi na uwekezaji mkubwa katika sayansi ulifanyika. Ndio utaona Khomeini, kipindi cha Khomeini, unaona. Kwa hiyo utaona kipindi hicho sasa, kuanzia hiyo miaka ya 1990 mpaka 2018 takribani zile tafiti za kisayansi zaidi ya 50,000 zilikuwa zimefanyika Irani, na 50,000. Na tunavyozungumzia Irani inachangia takribani 3% ya tafiti za sayansi za ulimwengu. Lakini utaona sasa 3%. Hizi nchi zinazoendelea kwa ujumla wake zinachangia takribani 0.2. Umeona? Kwa hiyo unaona uwekezaji mkubwa ambao ulifanyika kwa upande wa Irani. Kwa hiyo hii kiasa ndicho kilichopelekea ile maendeleo kwa upande wa kwa upande wa Irani, upande wa sayansi. Lakini pia vile vile ikawekeza pia upande wa dini. Umeona vyuo vikubwa kama umeona, ambao vinatoa wanachuoni wakubwa, umeona, vikaendelezwa. Kwa hiyo kukawa kuna wasomi kiasili, wasomi wa dini ambao wanasoma na sayansi kutokana na uwekezaji mkubwa wa sayansi uliofanyika. Sema wao walikuwa hawatofautishi kwamba dini na nani, bali yote ilikuwa ni masomo, yani kwa kule kiasili ujue ni hivyo, sawa, katika masomo. Umeona, ndio mtu anapoenda kusoma labda Azhar, umeona, anaweza kwenda, ni chuo ambacho kinatoa misingi ya dini, lakini anaweza kuwa ameenda kusoma kitu kingine tofauti na kile ambacho, umeona. Kwa hiyo na yale mazingira yale ya kuwa wale ni Waislamu, umeona, wamekaa chini ya dola muda mrefu, umeona. Kwa hiyo ile hali ya wao, ule utenganifu kama tunaoona huku kwetu unakuwa haupo. Ni hali ya kawaida ile wao kuwa amesoma kwenye ile nani. Alafu sisi tunaona kwa sababu ni vitu ambavyo tumeshatenganishwa. Sisi katika dola ya Kiislamu tumeshatenganisha kabisa sisi, kwamba kuna masomo ya shule, kuna masomo ya dini na masomo ya dunia. Umeona, sasa dunia inakuwa ni wakati mwingine ni vigumu kuweza kuchukua kwa pamoja, kuchukua ile kutokana pia na mazingira, kutokana na mazingira. Lakini wao wametengenezwa mazingira rafiki. Ndio nakuta wasomi, ikitokea mtu msomi wa dini alafu yani amesoma sekula, kwanza watu wanamshangaa. Au msomi wa sekula kasoma dini, watu wanamshangaa. Yani ni vitu ambavyo ni vigumu huku kwetu kutokana na mazingira yetu, unaona. Sababu mfumo wa elimu jinsi ulivyo umetenganisha hivyo, naona, na wao mfumo wao umeenda na vitu vyote kwa pamoja. Kule mbele ndio mtu anafanya. Sasa ile fikra kwamba Irani kwenye teknolojia labda au masuala hayo ya sayansi, kuna uwezekano pia wakawa wamechukua magharibi. Utaona sasa kwamba kiasili, kutokana na historia ambayo tumeizungumza, wao ni watu ambao ugunduzi ni sehemu ya utamaduni wao. Umeona? Umeona, ugunduzi ni sehemu ya maisha yao. Umeona, kama ilivyokuwa sehemu zingine mambo yao za Waislamu. Kwa hiyo wao kiasili wana sayansi tangu hapo kabla. Umeona, tangu hapo kabla. Umeona, kwa hiyo hichi ni kitu ambacho kama vile walikuja tu kukifufua na kukiendeleza. Sasa hapo tufanye ikhtisari kutokana na muda. Ndio nataka tuongelee pia kuhusu kustaarabika. Lakini kutokana na muda hebu tumalizie hapo kwamba je, Irani na huku magharibi, huku Ulaya, ni sehemu gani ambapo wameanza kupata ustaarabu, au hii Afrika, hii Mashariki ya Kati? Kwa ufupi, kwa sababu kuna mtu mwingine unapomwambia kwamba Ulaya, kwamba Irani imeanza kabla, atakuwa
gumu kuelewa kwa sababu anaona kwamba Ulaya tangia zamani iko kwenye nani. Yaani ni kiasili yule mtu anayekuwa na nguvu, sawa, ndio anayeweza, ndio anayetoa mustakabali wa maisha ya dunia, sawa, kwa pande zote. Kwa hiyo utaona Uislamu baada ya kutawala ulimwengu kwa takriban karne 13, sawa, wenyewe ndio ilizalisha wanasayansi. Utaona sasa kama kina Ibn Sina, sawa. Ibn Sina, sawa, yeye ndio encyclopedia ya kwanza ya tiba, ya sawa, medicine encyclopedia. Yeye ndio mwandishi wake wa kwanza na vitabu vyake viliendelea kutumika Ulaya mpaka karne ya 19. Umeona? Kwa hiyo ukizungumzia ustaarabu na maendeleo ya kisayansi, ardhi ambazo zilikuwa chini ya Uislamu na hasa tukizungumzia Irani, zilianza kuwa na ile sayansi kabla hata Ulaya haijaendelea, kwa sababu ugunduzi wa kwanza wa kisayansi wa Ulaya tunazungumzia karne ya 13. Karne ya 13. Umeona? Wakati mtu kama Galileo Galilei, sawa, mwanasayansi wa Italia ambaye kanisa Katoliki lilimuua, sawa, baada ya kusema dunia ina umbile la duara. Umeona? Unazungumzia ni karne ya 17, miaka 1600. Umeona? Sio zamani. Iko ukioanisha na Uislamu hapa jana, sawa. Lakini unamzungumzia Al-Biruni. Umeona? Ni karne ya 5, ni karne ya 7 unazungumzia kina Ibn Sina. Ni miaka mingi, takriban karne 10 zimepita hapa katika. Wakati anakuja kugundua hicho kitu anasema dunia iko kama nani? Watu tayari wameshatengeneza ramani ya dunia, sawa. Lakini wao Ulaya walikuwa hawajui. Wao walikuwa hawajui. Tuseme ile ni propaganda kama sasa hivi wanavyojionyesha kwamba wao ndo wataalamu. Sasa kitu gani kilitokea? Sawa. Baada ya kuvunjika kwa dola ya Kiislamu na kufanyika uvamizi wa magharibi na ukoloni katika ardhi za Waislamu, walichukua yale maarifa, sawa. Ndio wanazungumza moja katika watu katika watu ambao ni wanasayansi wa magharibi, wanasema wataalamu kwamba lau kama wangechukua vitabu 100, sawa, kutoka Grenada au Cordova au Baghdad, sawa, basi wasingefika tu mwezini, bali wangefika mpaka kwenye jua, wanasema. Kwa sababu walichoma vitabu vingi sana katika ule uvamizi waliokuwa wanafanya, sawa. Kuanzia uvamizi wa Mongoli, sawa, wakaja uvamizi wa makruseda. Umeona? Waliharibu sehemu kubwa na vile vitabu wakavichukua. Umeona? Kwa mfano hiyo medicine encyclopedia tunayozungumzia ya Ibn Sina, walitafsiri kutoka katika Kiarabu wakaweka katika Kigiriki, kisha wakaitafsiri kwa Kiingereza, wameweka katika makavazi yao ile original copy, sawa, ambayo wenyewe sasa baada ya kuendelea wakaanza kufanyia utafiti na kugundua vitu vingi zaidi na zaidi na zaidi, tofauti na biladi za Kiislamu kwa sasa hivi. Umeona? Kwa hiyo tukizungumzia ni nani aliyeanza utafiti au maendeleo ya kisayansi, umeona, ukifananisha labda Irani pamoja na Ulaya, manake Irani ilianza kuendelea kabla ya nchi za Ulaya, na hii hatuzungumzi kwamba yani tunatetea kwa vile sisi ni Waislamu.
ulimwengu sasa hivi upo wazi, sawa. Mtu anaweza akafuatilia haya mambo yeye mwenyewe, sawa. Na akaweza kuona yeye mwenyewe jinsi gani uhalisia ni upi. Unaona, kwa sababu sio kwamba tunasema kwa sababu sisi ni Waislamu, hapana. Umeona, ndio maana hata wanachuoni wa Kiafrika, sawa, kama Chifu Msamali ameandika kitabu chake Hakuna Uongo Tena Kuhusu Afrika, No More Lies About Africa, akizungumzia kwamba Ulaya wao walikuwa hawajui kuhusiana na Afrika kama ambavyo Afrika walikuwa hawajui kuhusiana na Ulaya, sawa. Kwa hiyo ile wao kuja huku afu wakasema wametugundua, sawa, hilo jambo halikubaliki, kwa sababu sote tulikuwa hatujuani. Ndio utaona kuna huyu mtaalamu wa Ulaya katika hii karne ya 19, Christopher Columbus. Umeona, kwa sababu baada ya dola ya Kiislamu ya khilafa ya Banu Uthmania, ile Ottoman kupata nguvu Uturuki, na ile ikawa tena hawawezi watu wa Ulaya kwenda mashariki ya mbali kupitia zile sehemu za Waislamu, wakalazimika wao wazunguke bahari ya Mediterranean, wakaja mpaka bahari ya Hindi, ndo wakaja kupitia rasi ya Tumaini Jema, Cape Town, Afrika Kusini. Wakaja sasa wakawa wanapandisha na bahari ya Hindi kuelekea India na kuelekea mashariki ya mbali, China huko na nini. Umeona, ndicho kilichofanya sasa Christopher Columbus akapotea, sawa, akiwa anaelekea mashariki ya mbali, sawa, akajikuta yupo Amerika, sawa. Ndio akasema amegundua Amerika. Unaona, kwa vile yeye alikuwa akienda India, wale wakazi wa Amerika akawaita Wahindi wekundu. Ule mshtuko wake, yani kwa sababu alipotea akajikuta yupo Amerika. Sasa yeye alikuwa akienda India, wale watu wakaona hawa itakuwa ndio hapa India, lakini hawa Wahindi hawa itakuwa ni mbona rangi yao sio kama Wahindi ninaoambiwa mimi. Sasa ndio ile wanasema Wahindi wekundu wale sio Wahindi. Kumbe jamaa alipotea. Yeye alipotea. Sio Wahindi, hata ukiangalia picha zao wale watu wa asili ya Marekani wale ambao wanavaa kama manyoya hivi. Huoni kama ni Wahindi? Sasa kwa nini wanaitwa Red India? Kwa sababu jamaa akapotea. Kwa sababu ndio jina alowapa Christopher Columbus baada ya kupotea. Historia, umeona. Kwa hiyo mambo yapo hivyo. Sehemu ambazo ni za Waislamu, tukizungumzia hasa hususan Iran, ilianza kuendelea kabla ya Ulaya kwa miaka mingi sana. Na Ulaya ilikuja kuanza kufanya mabadiliko juzi hapa. Hata yule mtafiti wa kwanza, sawa, ambao walitumwa kutoka Uholanzi kuja Afrika, Wadachi wale, kwa ajili ya kufanya utafiti, vile vitangulizi vya ukoloni. Umeona, wale wapelelezi. Alivyoingia katika mji wa Benin, sawa, alikuwa anashangaa hapa Afrika Magharibi. Anasema mji wa Benin ulikuwa ni mara 7 au mara 8 kuliko Amsterdam. Unaona, kwa maendeleo iliyokuwa imefikia. Haya yanaelezwa katika vitabu ambavyo ni maarufu, How Europe Underdeveloped Africa. Unaona, cha Professor Walter Rodney amezungumza haya mambo kwa urefu wake. Unaona, lakini pia mtu akasoma kama hizi tafiti za Stanford Education, inaonyesha ile Iranian Project 2040, jinsi gani ambavyo wenyewe wazungu wanafanya utafiti kuhusiana na Irani, wakikadiria mpaka 2040 itakuwa ni nchi aina gani.
na zile takwimu wanazitoa, utaona jinsi gani imepiga hatua gani, kwa sababu pale wanazungumzia historia nzima kuhusiana na hatua za kisayansi na maendeleo ambayo Iran imefikia na jinsi itakavyokuwa. Na ni jambo la kawaida wao wanafanya. Ujue watu wa magharibi wanakuja mpaka huku kwetu wanafanya tafiti. Mtu anaweza akaja huku akawa hata mwanafunzi akasoma huku, akaishi huku, akaoa huku miaka mingi, kumbe asilimia kubwa wanakuja kufanya upelelezi. Umeona? Wale wanafanya upelelezi mpaka katika vitu vidogo ambavyo huwezi kufikiria. Sawa? Wanafanya upelelezi mpaka kama kwenye mambo ya afya. Kabila gani, sawa, linaambukizwa kirahisi virusi vya ukimwi. Sawa? Kitu ambacho huwezi kukifikiria katika makabila ya Tanzania. Sehemu gani wanaambukizwa kirahisi virusi vya ukimwi kwa mfano. Sawa? Ndio utashangaa ukiongea na madaktari wanakuambia unaweza ukafanya mapenzi na mtu mwenye virusi vya ukimwi. Sawa? Kama kutakuwa hakuna ule msuguano, hampati virusi. Sasa haya maambukizo makubwa ya ukimwi huwa yanatokana na nini? Sawa? Kuna jambo lingine ambalo limefichika, huwa alizungumziwi kuhusiana na ukimwi. Ueneaji wa ukimwi. Je, ni ngono tu au kuna njia nyingine ambayo watu wanaambukizwa virusi bila kujijua? Sawa? Ndio utaona Libya, sawa, Muammar Gaddafi si alikamata wale madaktari kutoka Ufaransa wakiambukiza watu virusi, kuwadunga sindano hasa makusudi ili wapate virusi. Umeona? Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinafanyika. Hizi tafiti zinafanyika na ukizifuatilia utaona jinsi gani ambavyo Iran imefikia maendeleo yake ya kisayansi na ilifikiaje maendeleo yake ya kisayansi na yapo kwa kiasi gani. Umeona? Na utapata ile taswira halisi iliyopo sasa hivi, na unaweza ukafuatilia pia jinsi gani maendeleo ya Iran yalivyokuwa kabla ya Iran ya sasa hivi. Umeona? Na utaelewa na ukafuatilia jinsi gani Ulaya ilivyokuwa na ilivyoendelea na haya maendeleo makubwa tunayoyaona leo yameanza lini na inakuwaje, yapo katika taswira hii tulionayo leo. Je, watu wengine hawana akili? Ni wao tu. Si kweli. Tuseme kama sasa hivi tunavyopata taarifa kuhusu vile vita, wanachagua ni kitu gani watufikishie. Pia hata katika historia pia ndio wameweka udhibiti katika vitu vyote wameweka udhibiti wa magharibi. Sawa? Hakuna mtu anayeweza kufanya utafiti isipokuwa wao kupitisha. Umeona? Wametengeneza mashirika mbalimbali kwa ajili ya kudhibiti vitu kama hivyo. Umeona? Leo hii kuna mambo ya hati miliki. Umeona? Kuna mambo ya hati miliki, yani ukifanya utafiti fulani, ukafanya ugunduzi fulani, sawa, kuna mtu mwingine haruhusiwi kuja kufanya vile mpaka umuidhinishe wewe. Umeona? Kwa hiyo inafanya ile maendeleo ya sayansi ibakie kwa wao tu. Na wewe ukifanya ugunduzi wako wa sayansi, kuna mambo mawili, either wakuchukue, sawa, au ufe, wakutoe kabisa. Vitu ni viwili tu, kwa sababu kwa mfano uwekezaji mkubwa uliofanyika leo katika ukimwi, sawa, alafu wewe uje useme kwamba nimegundua dawa ya ukimwi, lazima kutoa. Wameshaanzisha mashirika ya kimataifa kuhusiana na ukimwi, sawa. Kuna watu wengi wameajiriwa katika sekta hiyo ya ukimwi. Kuna wanauza madawa mengi katika ya ukimwi, wanapata pesa nyingi hawa mabepari wakubwa kwa sababu ya ukimwi. Sasa watakubali vipi wewe uje
useme umegundua dawa ya ukimwi, sawa, ni mpaka wao wapate mbadala wa kupata biashara nyingine ambayo itakuwa, yani gonjwa lingine ambayo litakuwa na pesa zaidi ya ukimwi, ili sasa waidhinishe ile dawa ya ukimwi, au wapige mahesabu waone kwamba hii dawa ya ukimwi, sawa, itawapa faida kuliko gonjwa lenyewe. Tuseme mpaka hapa tukome, kitu ambacho tulichogundua kwamba wao wa magharibi ndio wamebadilisha taswira ya dunia. Hata katika tafiti wanaonekana wao ni wa zamani, lakini hivi vitu ni vitu ambavyo kabla ya hapo walikuwa hawajui kubwa, na Ulaya ilikuwa haijulikani, ni bara la giza kwa sababu imepitia vipindi hivyo vya dark ages, sawa, ikiitwa ni bara la giza, sawa, kabla ya karne hiyo ya 13, sawa. Kisha karne ya 13 wakasema ni kipindi cha mabadiliko, ile renaissance, sawa. Kisha ikaja kipindi cha uvumbuzi, sasa wakaanza kufanya hii karne ya 16, karne ya 15, sawa, wakaanza kufanya ugunduzi, na tunaona karne ya 16 ndio kipindi ambacho imefanyika mapinduzi ya viwanda katika Ulaya, ile industrial revolution, umeona. Kwa hiyo ndicho kipindi ambacho wameanza wao, umeona, kuendelea kwa kasi, sawa, pamoja na kufanya huu ugunduzi ambao kimsingi watu wengine walikuwa wameshafanya kwa ila wao walikuwa bado. Kwa hiyo katika hicho kipindi ambacho, ndio hili swali sasa, katika kipindi ambacho Ulaya ilikuwa gizani, sawa, ulimwengu ulikuwaje? Kwa sababu si tukizungumzia historia ya ulimwengu tunazungumzia, watu wanazungumzia historia ya Ulaya. Je, kabla ya Ulaya haijaendelea, dunia, sehemu nyingine ya dunia ilikuwaje? Umeshawahi kufuatilia? Sehemu nyingine za dunia zilikuwa na maendeleo kiasi gani? Ushawahi kufuatilia? Umeona, ni kama leo ambavyo tunaaminishwa kwamba mfumo wa utawala ni demokrasia, sawa. Kabla ya demokrasia kutumika Ulaya, sawa, je, ulimwengu ulikuwa hautawaliwi? Sawa, mfumo gani wa utawala uliotumika kabla ya demokrasia na ulileta maendeleo kiasi gani? Je, demokrasia imeleta maendeleo kiasi gani kwa watu, au imeleta maendeleo kwa watu wachache matajiri wale? Hiyo tutakuja tutajadili inshallah siku nyingine, na mambo ni mengi ya kuongea inshallah. Hakika tutosheke na haya, na inshallah tutafanya vipindi vingine na Sheikh Said hapa katika kuchambua mambo mengi, naamini tutastafidi. Basi mpaka hapa tutakoma, tutasema assalamu alaikum.